Na hii kipindi cha live shows tu, kipindi gani cha Kajala, Irene Uwoya na Wolper, mimi nafikiri hiki kipindi kinapoelekea kinazidi kuharibu utu wa Paula, utu wa Kajala. Sijapenda Irene Uwoya mambo yanayomuuliza Kajala, na Kajala yupo comfortable kabisa kuulizwa vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine vinamuumiza mkwewe kwa hali ya juu sana. Sijui Mario ataika wapi uso wake, sijui atamtazama vipi mkwewe, sijui atamtazama vipi mkewe, wakati mkwewe amekaa na mashoga zake wanadiskasi juu ya mtoto wake kushare au kuonyeshana matamanio na mkewe ambaye mama wa mtoto wake. Kajala, behave madam. Sawa, mnataka kipindi chenu kitrendi, sawa, mnataka mwende mjini, lakini put some respect. Mbona wenzio hawaongelei mambo yao ya kujidhihaki? Mbona wenzio hawaongelei mambo ya kudhalilisha familia zao? Mbona wenzio wanazungumza vitu vya juu, hawazungumzi vitu vya kugusa familia? Tazama wewe, unahisi maswali kama hayo na kuyajibu, unahisi unawafurahisha watazamaji, lakini mfikirie kuhusu Mario ambaye anaishi na mtoto wako. Mfikirie kuhusu mwanao Paula. Maswali kama hayo, manake unarudisha historia hivyo vitu. Hakuna mwanaume anapenda vitu kama hivyo. Nisikufiche, unachokifanya unamdhalilisha Mario, unamtolea utu mtoto wako. Hatuna uhakika kama vitu ni vya kweli au vya uongo. Mimi binafsi najua ni vya uongo, lakini entertain unamvunja nguvu Mario kuwa na mtoto wako. Unamvunja nguvu Mario kuwa comfortable na binti yako, na unamtolea binti yako confidence. Imagine Uwoya anakuuliza open kabisa, umeshare bwana? Oh my God. Kajala, wake up! Kajala, wake up madam. People. Bwana, katika moja ya story ambapo zimevunja kwa mitandao ya kijamii karibu mwezi mzima, ni kuhusiana na hii story ya Kajala na Harmonize kusema kwamba aliwahi share penzi na mwanae. Imekuwa likizungumziwa sana, na ni moja ya video ambapo iliachiwa kwenye kipindi ambapo kinapita, nafikiria ni DSTV ikiwa ni Kajala, Wolper na Irene. So kuhusiana na hicho kizungumza hapa Mwijaku, kweli kuna mambo ambapo hataki kwenda public, mbali anatakiwa kuwa private. Mimi namuunga mkono Mwijaku, lakini mpenzi mtazamaji wangu, kwa wewe ambapo umekuwa ukifuatilia hii story, mtazamo wako ni upi? Tungependa ushare nasi maoni yako hapo kwa comment section. Kama ni mara yako ya kwanza, pia tunakukumbusha uweze kufinya subscribe ili uwe kwanza kupokea habari zetu za kila wakati. Also 7 Media TV tunawapenda sana.